Sadaka ambayo tunaalikwa kutoa kipindi cha Kwaresma, mara nyingi kwa haraka tunaitazama sadaka kama zawadi au matoleo tunayoleta hapa kanisani. Hiyo ni sehemu ndogo sana ya sadaka, lakini sadaka ni kujitoa mzima, mwili wako, nafsi yako, vipaji vyako, talanta zako na yote ambayo Mungu amekupa, kuyatoa kwa ajili yake yeye mwenyewe, ukitambua kwamba yote ambayo Mungu anakukirimia sio kwa ajili yako wewe peke yako, ni kwa ajili yako wewe, kwa ajili yake Mungu na kwa ajili ya jirani zako. Ndio maana kipindi cha Kwaresma tunaalikwa kufanya matendo ya huruma. Matendo ya huruma kawaida yanaambatana na malipizi ndani yake, malipizi ambayo tunapoyatekeleza vema, tunapoyatenda vema, yanatuletea msamaha wa dhambi zetu na yanatuongezea mastahili. Katika kipindi hiki cha Kwaresma tunaalikwa sana tuongeze kutenda matendo ya huruma, matendo ya huruma kwa mwili na matendo ya huruma kwa roho. Hapo tutakuwa kwa namna moja au nyingine, kwa namna mbalimbali, tumeishi roho ya Kwaresma: kusali, kufunga na kutoa sadaka. Wapendwa wana wa Mungu, nawaalika katika Kwaresma ya mwaka huu, kila mmoja ajitathmini, arudi ndani ya nafsi yake, arudi katika ule msingi wa imani, kusudi tunaposafiri safari ya hija ambayo inaisindikiza Kwaresma yetu ya mwaka huu, tusafiri hija yetu tukitambua kwamba sisi ni wahujaji wa matumaini na hatusafiri peke yetu. Tunasafiri pamoja na sala za waasisi ambao Mungu aliwatumia kwa ajili ya kutegemeza imani ya kanisa: babu yetu Ibrahimu, mama yetu Bikira Maria, na hatimaye Yesu Kristo mwenyewe ambaye alifanyika mwili akakaa kwetu na akatufundisha kuishi imani yetu kweli kwa kutii na kutekeleza mapenzi ya Baba kama utume wake, ambao na sisi tunashiriki utume wa Kristo, utume wa mkombozi. Kumbe tuwe tayari tunaposafiri safari ya imani, tusafiri tukijua kwamba safari hiyo ina matumaini makubwa ndani yake, matumaini ambayo hayatatupoteza, matumaini ambayo yanatuongoza kuelekea katika makao salama. Wapendwa wana wa Mungu, tuianze vema Kwaresma yetu, kusafiri safari ya imani, na hatimaye pamoja na Kristo tuweze kuimba haleluya pale ambapo tutasherekea Pasaka ambayo itakuwa imetimiza ile fungo la ukombozi, fungo la Pasaka ambalo Kristo mwenyewe anafufuka na sisi tunafufuliwa, mioyo yetu inaruishwa na inafanywa upya, na matumaini yetu kuelekea katika ukamilifu wa uzima yanaongezeka. Wapendwa wana wa Mungu, niwatakie Kwaresma njema. Tudumu katika roho ya kusali